waendelee kufanya research ambazo ni independent research, utafiti ambao ni wa kujitegemea, sitegemee kauli ambazo wanazisikiliza halafu na wao wakasema maneno yale yale. Watu kama hawa watakuwa hawana tofauti na kunguru au kasuku au mnyama yeyote ambaye mwenye kupenda kuiga tu. Ukisoma hotuba ya 160 katika baadhi ya kopi za Nahjul Balagha au 161 katika kopi nyingine, Imam Ali karibu miaka 1400 iliyopita aliulizwa swala hili. Kwa mfano, wa min kalami lahu alayhi salam, miongoni mwa maneno yake, li baadhi ashabihi, kwa baadhi ya masahaba zake, marafiki zake, wafuasi wake waliokuwa pamoja naye. Hawa wafuasi hawa walikuwa hawapo katika zama za Mtume, lakini walikuwa ni wafuasi wa Imam Ali. Wakamuuliza, wakati saalahu kaifa dafa'tum qaumukum an hadha almaqami wa antum ahqqu bihi. Masala kama haya ambayo yanaulizwa leo, vipi kaumu yenu, watu wenu walikuondoeni kwenye madaraka haya ya ukhalifa, wa antum ahqqu bihi, na nyinyi mnadai kwamba ni ahqqu bihi, au pengine na nyinyi ni ahqqu bihi, ni bora zaidi huo ukhalifa au kwa cheo hicho. Faqala, Imam akasema, ya akha bani Asad, huyu mtu alikuwa kitoka katika kabila la Bani Asad, ewe ndugu wa kabila la Bani Asad, innaka laqaliqun alwadhin. Maneno mengine Imam Ali anatumia ni magumu, lakini alwadhin ni kile kitu, kamba inaofungwa kwenye mzigo, mkanda unaofungwa mara nyingi inakuwa ni kamba inaofungwa kuzuia mzigo usicheze kwenye mgongo wa ba'ir, kwenye mgongo wa ngamia. Akamwambia, innaka laqaliqul wadhin, wewe na qalaq, unatikisika kama ile kamba inaofungwa mzigo kwenye mgongo wa ngamia. Tursil fi ghairi sadadin, naam, walaka ba'da dhimamati as-sihr wa haqqi al-mas'ala, unayo haki ya kuuliza. Qad lam tafa'lam, kwa kuwa umeuliza basi sikiliza jawabu. Anaambiwa sikiliza jawabu. Amma al-istibdad alaina bihadha al-maqam, ama wao kutuzuia na kutopata mansabu hii au khalifa huu au cheo hichi. Wa nahnu al-a'launa nasaba, na sisi nasabu yetu ni ya juu zaidi kwa wao. Wa ashadduna bi rasulillahi, na tumefungamana zaidi na mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam. Nauta, yani tuko karibu zaidi, tuko kwa Kiswahili cha siku hizi tuko Bennett na mtume Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yani chachamaa zaidi katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwa karibu naye zaidi. Fa innaha kanat atharatun shahhat alayha nufus qawm, ilikuwa ni choyo tu na hasad zilizokuwa zimesambaa katika nafsi za watu hao. Kwa hivyo Imamu anazungumza wazi wazi, itakuwa ni jambo la kuchekesha kwa watu wanarudia. Imamu hakusema we, Imamu hakudai we, Imamu, yani wanasikia maneno, wanafuata maneno hayo bila ya kufanya bahthi au research. Inachosha kuwasikia watu ambao wana akili timamu wakirudia haya ambayo yanajibiwa na Imamu mwenyewe katika kitabu hiki ambacho wanakitumia. Na wasakhata anha nufus akharin, nafsi nyingine pia zikawa nashadidia mambo hayo. Naam, lakini Imam mwisho wa maneno yake akasema, wal hakamullahu, na mwenye kuhukumu ya matendo yao ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wal maw'adu ilayhi alqiyama, na maw'id mkutano hasa kwa jambo hilo itakuwa ni siku ya kiyama. Kwa hivyo Imamu alihusisha dhulma hiyo na hukumu Mwenyezi Mungu na hukumu itakayotolewa siku ya kiyama. Kwa hivyo kusema kwamba Imamu alikubali ni kuto kumtendea haki Imamu kwa hakika. Taweka hii riwaya kwa maneno ya Imam Ali aliyoyatoa katika Nahjul Balagha kufunga sura hili. Ni mategemeo yangu kwamba watu mtaendelea kufanya research zenu wenyewe binafsi, sio kucopy and paste, kusikiliza wale vijana wa Misri au sijui watu wengine au mitandao ya Faisal Nur au Rami Isa na wengineo, mkaja katika kumbi hizi mkadhani kwamba labda Mashia hawana jawabu, kama mnavyodanganywa katika
vipindi vya YouTube au katika website mnayoangalia, halafu mkachukua vipeperushi ambavyo mnaviona huko mkavileta ukumbini, idhani kwamba mashia hawavijui wala hawawezi kuvijibu. Yani na halafu mnajitekenya wenyewe na mnacheka wenyewe, swala ambalo nakwambieni kila siku. Yani msifanye hivyo, bali fuateni mtindo wa elimu ambao ni mustakilina katika elimu pia. Msiwe kila wakati mnaokota vikaratasi ambao vinapeperushwa na maadui wa mashia, alafu na nyinyi mkawa mnarudia yale. Mtakuwa mnafedheheka na hamjitendei haki ya kuwa ni mashekhi, ya kuwa na nyinyi ni maustadhi. Na ndugu Waislamu, kumalizia sehemu hii ya mada yetu kwamba Imam Ali alidai haki na alitangaza hayo wazi na kuwafananiza wale waliopora haki yake kama kwamba walivunja jengo la asili wakalijenga sehemu nyingine, na kwamba walikuwa wamepotea, na wakafananiza na watu ambao waliofuata sunna ya Firaun. Sasa mtu aliozungumza yote haya, vipi utasema kwamba hakudai haki yake na kwamba alimpa bai'a Abu Bakr na Umar? Jambo hilo halikuwezekana kwa Imam Ali hata siku moja, kwa sababu kwa mujibu wa nusus na ushahidi uliopo katika mikono ya Waislamu wote, wawe ni Shia, wawe ni Sunni, wawe ni Ibadhi, Imam Ali alikuwa akiwaona Abu Bakr na Umar kwamba ni watu ambao ni makhain na kwamba walikuwa ni waongo. Na hayo hawasemi ni mashia, hakusema Shia jambo hilo, wale walisema Ahlus-Sunna wal Jamaa katika vitabu vyao. Sasa mtu ambaye anamuona mtu mwingine ni muongo au ni khain au ni muovu, vipi ataweza kumpa bai'a na kumfanya awe ni khalifa wake? Ni jambo ambalo lisilowezekana. Mtu anaweza kauliza wapi riwaya hiyo ambayo unasema Imam Ali alimuona Abu Bakar akiwa katika hali hiyo au Umar akiwa katika hali hiyo? Tutaweka hapa kitabu cha Sahih Muslim na Sahih Bukhari kuonesha kwamba hivyo ndivyo alivyokuwa kiitakidi Imam Ali juu ya watu hawa wawili. Sasa kama mtu anamuona mtu mwingine ni muongo au ni khain au ni muovu, vipi aweza akamkubalia kwamba awe ni kiongozi wake? Ni jambo ambalo lisilowezekana. Kwa hivyo tutaweka ushahidi huu inshallah kumbini kuonesha kwamba Imam licha ya kwamba alidai haki yake, bali hakuwa akiwaamini Abu Bakar na Umar kwamba ni viongozi ambao wanafaa kuongoza Waislamu, wala ni viongozi ambao wanafaa hata kuchukua dini yao. Na ndio maana yake tunaona leo wenzetu wanapokuwa wakifuata fatwa ambazo ziko kinyume na Qur'ani na Sunna, na staajabu. Lakini si jambo la kustaajabu ikiwa mtu amewafuata makhalifa waliokuwa si waongofu, makhalifa ambao hawakuchaguliwa na Mtume, makhalifa ambao walichukua uongozi kwa nguvu, hawana uwezo wa kuongoza watu. Ndio kama hayo mambo anazungumza, walikuwa katika hira, walikuwa katika ghamra, katika ujahili ambao usiomithilika. Kwa hivyo si ajabu kuona wenzetu hawa wanapokuwa wakifanya ibada zao au kwenye akida zao, utakuta kuna inhirafat, kuna mambo ambayo hayaeleweki, kuna mambo ambayo yako kinyume na Qur'ani na Sunna sahihi za Mtume. Kwa hivyo tuoneshe kwenye vitabu vya Ahlus-Sunna wal Jamaa wapi Imam Ali alikuwa akiwaona watu hawa wakiwa ni waovu au waongo au ni watu ambao wana khiana. Naam. Kwa hivyo riwaya nitaitoa katika kitabu al-Jihad was-Sayr kwenye Sahihi Muslim, na sitoisoma riwaya nzima kwa sababu ya wakati, lakini nitaiweka riwaya nzima katika kitabu kumbini ili kila mtu aweze kuisoma vizuri na kuiona yeye mwenyewe. Mimi nitasoma zile mahali shahid. Naam, anasema rawi alimwambia Umar bin Khattab katika ukhalifa wake, haya mambo yalitokezea katika zama za ukhalifa wa Umar, halaka fi Abbas wa Ali, waruhusu kina Ali na Abbas? Qala naam, akasema ndio. Kwa hivyo Imam Ali na ami yake Abbas waliingia katika nyumba ya Umar wakati yeye ni khalifa wa Waislamu. Faadhna lahuma, akawapa ruhusa kuingia. Faqala Abbas akasema, ya amir almu'minin, iqdhi baini wa baina hadha alkadhibu alathimu alghadiru alkhain. Hii ni riwaya ya Ahlus-Sunna wal Jamaa na haiwezi kuwa ni hoja kwetu sisi, lakini tunaangalia ile mahalu ambao ni shahid. Faqala alqawm ajal ya amir almu'minin faqdhi bainahum wa arihum, ewe amir almu'minina, wa hukumu, fanya hukumu baina yao na wape raha, wajue nini utatuzi wa swala lao. Faqala Malik ibn Aus yukhayyalu la annahum qad kanu qaddamuhum lidhalik, inaonekana kwamba walikuja kwa jambo hilo. Faqala Umar, akamwambia Umar, njoni anshudukum billahi, na kushuhudisheni Mwenyezi Mungu, alladhi biidhnihi taqumu as-samaa wal ardh, ambaye kwa idhini yake mbingu na ardhi zinasimama au zinatengamaa. Ataalamuna anna Rasulullah qala la nurathu wa tarakna sadaqa, mnajua kwamba Mtume akasema haturithiwi, tulichokiacha ni sadaqa? Qalu na'am. Hadithi inasema
anasema wakasema ndio. Umma akbala ala al-Abbas wa Ali, kisha kawageukia Abbas na Ali, faqala anshurukum billahi alladhi bihi taqumu samaa ta'lamani anna rasulullah qala nurithu ma taraknahu sadaqa. Yani kwanza kawauliza watu wakasema ndio, alafu kawageukia Ali. Sasa hatujui kuna hikima gani ya Umar kuwauliza watu kwanza kisha kawageukia Ali na Abbas peke yao kuwauliza jambo hilo. Naam, qala na'am, qala Umar inna Allah azza wa jalla kana khassa rasulahu bi khassa lam yukhassis biha ahadan. Riwaya inaendelea mpaka inasema naam, ta'lamani dhalika. Naam, qala falamma tufiya rasulullah, Umar anasema mtume alipokufa, qala Abu Bakar akasema ana waliyu rasulillah, mimi ni nani? Ni mwakilishi wa mtume, yani ni khalifa wa mtume wa Mwenyezi Mungu. Neno wali hapa limetumika kama ni khalifa. Kilitumia sisi wanasema wali ni rafiki, lakini wakilitumia wao wanasema ni khalifa. Sasa hilo ni jambo ambalo nitapenda niligusie katika riwaya hii. Faji'tu ma tatlubu mirathaka, umekuja wewe unataka mirathi yako, min ibni akhika, kwa mtoto wa kaka yako, yani nakusudia mtume. Wa yatlubu hadha miratha imraatihi min abiha, na amekuja Ali anataka mirathi ya mke wake kutoka kwa baba yake. Mnakumbuka kwamba Abu Bakar alisema qala rasulullah ma nurithi ma tarakna sadaqa, kwamba Abu Bakar alisema mtume harithiwi, alichokiacha ni sadaqa. Faraaitumahu kadhiban, mkamwona nyinyi wewe na Abbas. Omar anakiri kwamba Ali na Abbasi walimuona Abu Bakar ni kadhiban, muongo, athiman, mwenye madhambi, mwovu, ghadiran, mwenye kufanya ghadr, hada, khaina, na mwenye kufanya khiana. Wallahu ya'lamu innahu lasabiqun barun rashidun tabil haq. Atajua Umar kwa nini anasema Mwenyezi Mungu anajua kwamba Abu Bakar alikuwa mkweli na mcha Mungu na mwenye kuongoka na haki. Haya, pamoja na hayo Ali walikuwa kimuona Abu Bakar ana sifa hizo 4: kadhiban, athiman, ghadiran, khainan. Thumma tufiya Abu Bakar, kisha Abu Bakar yakafa. Ana waliyu rasulillah, na mimi nikawa ndiye khalifa wa mtume, wa waliyu Abi Bakar, na ndiye khalifa baada ya Abu Bakar. Faraitumani kadhiban, na nyinyi mkaniona mimi kadhiban, athiman, ghadiran, khaina. Sifa zile zote 4 walizokuwa Ali na Abbas wakimuona Abu Bakar ndio hizo sifa 4 walizokuwa kimuona Umar yanazo, kwamba kadhiban ni muongo, athiman mwenye madhambi, muovu, ghadiran ni hada, na khaina na mwenye khiana. Sasa tunauliza maswala hapa, riwaya inaiweka ukumbini. Mtu ambaye anamuona Abu Bakar alikuwa na sifa hizo 4 na anamuona Umar alikuwa na sifa hizo 4, vipi anaweza kumpa bai'a mtu wa aina hiyo na kumkubali kwamba ndiyo khalifa wake? Haiwezekani, kwa sababu ukiangalia Qur'an al-Karim inavyosema juu ya mtu muongo, ni hali ngumu sana. Katika surati Ash-Shu'ara ambayo ni sura ya 26, tukisoma aya ya 221 mpaka aya ya 222, Mwenyezi Mungu anasema hal unabbiukum ala man tanazzalu ash-shayatin, nikupeni habari au nikwambieni juu ya yule mtu ambaye mashaitani humshukia. Katika aya 222 anasema tanazzalu ala kulli afakin athim, shaitani humuingia kila mtu ambaye ni muongo na mwenye madhambi. Sasa kama watu wale wawili walikuwa wakionekana na Imam Ali kwamba ni waongo na wenye madhambi waovu, na kwamba kwa mujibu wa Qur'ani watu waongo na waovu kushukiwa na shetani, huwa sahibu yao ni shetani, itawezekanaje kwa Imam Ali kuwapa bai'a watu hao? Haya ni mambo ya kuzingatia. Hizi nukta ambazo nimeziweka mimi ni nukta za kuzingatia. Sikusudii kuwasema vibaya watu, lakini kwa sababu ni nususi ambazo zimewekwa katika vitabu, nimezijadili hizo nusus na kuweka masuala yangu haya kwa ajili ya suala, je, Imam Ali alidai haki yake ya ukhalifa au hakudai? Kwa hivyo katika kupresent mada kama hii nimeweka nukta kama hizi kwa watu pia kuzizingatia. Inshallah nikutakieni kila la kheri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi